Karibuni tena wapenzi watazamaji katika kipindi kingine cha Sabasaba na PPR. Naitwa Pascal Mayala, karibuni. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, kama unavyowaona wako wapo ndani, na moja ya mabanda yanayofurika hakuna mfano ndani ya maonyesho haya ni banda la NIDA. Sababu inayofanya banda la NIDA lifurike ni watu wa Tanzania wanakuja kupata vitambulisho vyao vya taifa, na ukifanyia process hapa Sabasaba kitambulisho na ile namba unapata hata siku hiyo hiyo, wala hakuna hata kulala. Sasa niwaingize ndani ya banda hili la NIDA muweze kuona mambo ya NIDA yakoje, na tutazungumza na watendaji wa NIDA akiweko mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Karibuni. Tunaendelea na kipindi hiki cha miaka 50 ya maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam. Leo nimetembelea banda la mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Tuna ofisa wa NIDA hapa, atajitambulisha na kutueleza kidogo NIDA wametuletea nini, na ni moja ya mabanda kivutio kikubwa mno kwenye maonyesho haya. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru, nimefurahi kwa kututembelea. Sisi kama mmoja ya wadau ambao tuko katika banda hili la Sabasaba, kwa kweli ni mamlaka ya vitambulisho vya taifa, na mimi kwa jina naitwa John Etimba, ni afisa msajili wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa kwa mkoa wa Dar es Salaam. Basi kipindi hiki katika mwaka huu Sabasaba hii tumewaletea huduma mbalimbali nzuri, huduma ambazo zimeboreshwa, huduma za chap kama ambavyo tunavyoonyesha katika mabango yetu, huduma za chap, lakini pia tumeanzisha huduma ya mteja kwa kutoa tiketi ambazo zinamwonyesha mteja wapi aende akapate huduma gani. Baada ya hapo anapata huduma kwa haraka, ndio maana tunasema huduma ya chap, apate huduma kwa haraka ili aende kuendelea na shughuli zake mbalimbali. Basi tutembeze kidogo hapa ndani tuone. Niwaonyeshe maeneo mbalimbali ambayo kwa kweli unaweza kuona katika banda letu la NIDA. Unaona huduma tumezigawa kwa tuwapunguzia mwananchi, tumewapunguzia mwananchi kuhangaika kutafuta wilaya. Kwa mfano katika sasa hivi katika mkoa wa Dar es Salaam tumeweka wilaya mbalimbali ambazo zipo Temeke, Ubungo, Kinondoni, Kigamboni, na mnaona ndugu mtangazaji jinsi ambavyo tumeboresha na jinsi ambavyo mwitikio wa watu umekuwa ni mkubwa, sana, na tumetumia teknolojia pia, hata vile vishikwambi ambavyo tunatumia kwa ajili ya vitambulisho vya taifa usajili ni vishikwambi vya kisasa ambavyo kwa kweli vinaturahisishia kazi. Okay. Mpenzi mtazamaji, kiukweli kwa wale ambao wamekuwa wakitafuta vitambulisho vya taifa, ukija hapa Sabasaba kama makaratasi yako yamekaa vizuri, unakuja asubuhi, jioni unaondoka na kitambulisho chako cha taifa. Zile njokesho hapa Sabasaba hakuna, na mnaweza mkaona jinsi wananchi wa jiji la Dar es Salaam walivyojitokeza kwa wingi wakisubiri. Na hapa ninavyozungumza saizi ni jioni, maonyesho yameshafungwa, lakini watu bado wapo na bado wanahudumiwa. Inakuwaje mnahudumia mpaka sasa hizi tunakwenda usiku hapa? Nini sababu? Kwa kweli ni huduma ambazo tumetoa, serikali imetoa kwa wananchi wake ambao na uhitaji wa utambuzi. Swala la utambuzi ni swala mtambuka. Kwa hiyo wananchi wanahitaji kutambuliwa ili kuendelea kupata huduma kwa urahisi. Kwa hiyo utaona kwamba wananchi wamekuwa ni wengi kule nje, wamekuwa ni wengi pembezoni huko, wamekuwa ni wengi, lakini yote hii ni katika kutambua yule mwananchi ambaye anahitaji huduma na kuweza kwenda kwenye huduma ambayo anayotaka kwa urahisi. Bado tuko kwenye banda hili la NIDA na leo tumepata bahati ya kutembelewa na mkurugenzi mkuu wa NIDA, Mheshimiwa Kadi. Labda umeonaje kwanza mwitikio kwenye banda langu? Asante sana ndugu mwandishi, ndugu yangu Mayara, mwitikio ni mkubwa sana, na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo watu wamepata mwamko na kujua umuhimu wa kitambulisho cha taifa NIDA, ambacho imekuwa ni bila NIDA hakuna maisha na maisha ni NIDA. Kwa hiyo huduma zote tukiangalia kwamba vision ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Watanzania wote wawe na NIDA na Watanzania wote tuanze jamii namba. Jamii namba kwa maana yake ni kwamba ile kadi ya NIDA huduma zote zinakuwa ndani ya kadi.
Kwa mfano sasa hivi tuna cheti cha kuzaliwa itakuwa ndani ya NIDA, TIN number itakuwa ndani ya NIDA, bima ya afya, na baadhi ya taasisi kama bima ya afya hawafanyi nini, hawatumii kadi tena, lakini tuna huduma za kibenki. Hivyo mabenki yote ili ufungue akaunti lazima uwe na NIDA, na hii imewasaidia, imerahisisha sana kwanza usalama wa hata wa mikopo. Mtu anataka kuchukua mikopo anakuwa anatambulika, tofauti na mara ya kwanza mtu alikuwa anaweza kajaza fomu na akatoa taarifa za uongo, lakini kwa matumizi ya NIDA inamrahisishia. Tuna bodi ya mikopo. Bodi ya mikopo hivi karibuni wanategemea kwanza kompaswe kwamba lazima uwe na NIDA, na hii inaweza kufahamu kwamba je, huyu kweli ni Mtanzania, kwa sababu unaweza kutoa mkopo kwa mtu asiyestahili. Kwa matumizi ya NIDA imekuwa, ndio maana unaona wananchi wamejazana. Hatuna msanii hapa, hatuna mchekeshaji wala mziki wa kuwavutia, lakini wanajua umuhimu wa kitambulisho cha taifa katika maisha yao ya kila siku. Bila NIDA huwezi kupata mikopo, bila NIDA huwezi kupata huduma nyingi. Ndio maana unaona hapa wananchi wengi wameweza kuwa na mwitikio mkubwa, na hii tunaipata hata kwenye wilaya zetu, na ndio kama unavyoona hapa tumeweka banda letu hili kwa Dar es Salaam, tumeweka kila wilaya na laini yake. Kwa ina maana mtu anapojiandikisha hapa kuja kupata cheti chake anakuja kupata katika wilaya alikotoka. Tumekuwa tukipata shida sana, mwitikio watu wanakuja ni wengi, kwa sababu kila wilaya tuna ofisi ya NIDA Tanzania nzima. Kwa hiyo unakuta mtu hawezi kuja kwenye wilaya. Kwa mfano kama Sabasaba hapa amekuja ni mkusanyiko, mtu anapata nafasi nikajiandikisha. Kwa hiyo unakuta, na mara nyingi tumekuwa tukipata wimbi la watu kama hivi, kwa mfano matangazo ya kazi, nafasi labda za kwenda jeshi, nafasi hasa unakuta au kwenda chuo kikuu, hasa unakuta inapotokea hivyo inakuwa ile mass, lakini wananchi wengine wameshazia miaka 10 na wangekuwa wameshakuja wakapata huduma kwenye ofisi zetu za wilaya, lakini kwa sababu ni Sabasaba, kwa hiyo kwamba nafasi pekee ni wapi? Ni kuja hapa. Ndio maana unakuta mwitikio ni, kwa sababu ni sehemu ambayo mkusanyiko na banda hili, kwa sababu wengi hawana NIDA, ndio maana wanakimbilia hapa, lakini sio kwamba tumeelemewa, hapana. Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru sana kwa swali zuri ambao kwa kweli limekuwa likileta kizungumkuti kwa wananchi wengi na hata baadhi ya viongozi, na yamezungumzwa neno mengi sana, wengine wakafikia hatua kwamba tunakopa ndio tutoe kutengeneza jina. Hapana, NIDA ni taasisi ya serikali, na tunapotoa huduma, tuna huduma ambazo mapato tunayapata, huduma ya data sharing, ambapo ubadilishanaji wa taarifa. Tunapataje pesa? Sasa hivi tuna taasisi 150 ambazo kuna mabenki, kuna taasisi za fedha, kuna taasisi nyingi za huduma. Kwa mara nyingi sasa hawa watu tumeshajiunga, tuna mifumo nao. Banda la NIDA limepata bahati ya kutembelewa na ugeni nzito, waziri wetu kijana shupavu, mchapakazi wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Katambi. Asante sana. Kwa vile umeona watu walivyo wengi banda la NIDA, sema neno moja tu, watu kesho waje banda la NIDA kwenye vitambulisho vyao. Basi neno moja tu, roho zetu zipo. Karibu. Asante. Kwanza nikushukuru kaka yangu Pascal Mayala, mwandishi mkongwe na mbobevu. Leo nimepata fursa hii ya kutembelea kwenye banda letu la NIDA, ambapo shughuli za utambuzi na usajili wa watu ili kuweza kupatiwa vitambulisho vyao vya utaifa linafanyika. Katika zoezi hili unaweza kuona ndugu yangu Mayala, kuna mitambo na vifaa vya kisasa viko katika teknolojia ya hali ya juu, lakini pia mkurugenzi mkuu unaona amekaa mbali kidogo, naye asogea hapa, ndugu yangu Kaji. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanikiwa kutuletea mashine za kisasa sana. Unaona kuanzia utambuzi, ukienda kwenye deski la immigration kwa maana uhamiaji pale, kwenda kuangalia kama sifa unazo na vigezo vya kuwa Mtanzania, na hatua nyingine unaenda kwenye deski ambazo zinafuata. Mashine ni za kisasa na zinaokoa muda, lakini bila kuathiri ubora. Vitambulisho vyetu vya NIDA vimeongezewa sifa kwa maana ya security features ziko nyingi zaidi, na hata wale ambao waliwahi kutolewa kwa kipindi cha awali kuwa kuna malalamiko ya kwamba vimefutika, ile bachi yote mkurugenzi mkuu Kaji aliagiza irudi kwa ajili ya kufanyiwa maboresho upya. Kwa hiyo walirudisha zile vitambulisho na tayari vinatolewa vipya. Kwa hiyo yote yule ambaye anaona kama kitambulisho chake kiko vizuri anapaswa kurudi NIDA kwa ajili ya marekebisho hayo. Lakini vivyo hivyo wale wanaotaka kubadilisha majina au kuna makosa ya kawaida ya kibinadamu ambayo yalitokea, labda kuna jina mwisho linaishia I lakini I haipo, au ilikuwa haipo I imeongezwa, au kwa namna nyingine yoyote ambayo inahitaji marekebisho, kazi hii inaendelea kufanyika pia hapa kwenye banda hili la NIDA. Lakini kubwa zaidi
ni kwamba vitambulisho vinatolewa ndani ya siku chache zaidi. Kama ni kwa sababu ya kujiridhisha masuala ya kiusalama kinaweza ikachukua siku 3, 4 mpaka 5, lakini vinatoka kwa kasi ambayo inastahili mtu kuweza kupata, tofauti na maeneo mengine. Lakini hata tunavyozungumza sasa, sio kwa sababu tu tuko Sabasaba hapa kwenye mabanda. Hii kazi inaendelea kwenye wilaya zote nchi nzima, na kuna magari zaidi ya 200 tunatarajia kuyapata na mengine 20 ambayo tayari mkurugenzi mkuu ameyapokea kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ili kuboresha huduma ili kuweza kuhakikisha Watanzania wote wanapata vitambulisho kwa wakati. Lakini jambo jingine kubwa na la kusisitiza, Watanzania wajitokeze kwenda kujisajili ili wapate vitambulisho vyao. Jamii namba hii ni muhimu kuwa nayo, ni sehemu mojawapo ya kuwasaidia kupata huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia huduma za utambuzi ni muhimu sana kuwa nacho, kwa sababu ni hatua mojawapo ya kukupeleka kwenda kupata huduma nyingine muhimu, ikiwemo za elimu, huduma za kiuchumi, huduma za usafiri, huduma za afya na hata wakati mwingine transaction za kibiashara. Ni muhimu sana kuweza kuwa na kitambulisho chako cha hiki cha NIN namba, kwa maana ya jamii namba, ambayo ni identity yako inayokusaidia kuweza kutambulika. Lakini nisisitize pia, ndugu yangu Mayala pamoja na Watanzania wanaonisikiliza, wale ambao wamekwisha jisajili na walikuwa na either namba na baadaye hatua ya kupata kitambulisho, waende wakachukue vitambulisho vyao kwenye maeneo ambayo wamejisajilia. Mingi sana ambapo mkurugenzi wa NIDA na watumishi wote wamepeleka kwenye ngazi ya kata, vilipelekwa vikakaa bila Watanzania kwenda kuvichukua, mpaka baadaye wakaamua kurudisha kwenye makao makuu ya wilaya na hatimaye makao makuu, waende wakavichukue. Kulikuwa kuna wananchi, kwa rekodi ya mwisho, zaidi ya vitambulisho 600 na kitu, karibia 650 na vilikuwa vipo, vitambulisho viko tayari, lakini wananchi hawaendi kuchukua mpaka asubiri siku kinahitajika mahali, ndio anaanza kukumbuka kwamba aende kuchukua. Kwa hiyo nisisitize kwamba waende wakachukue vitambulisho vyao, na yule ambaye hajapata kitambulisho, kuna namba maalum wako kidijitali NIDA, kuna namba pale ya kupiga na ukapata status ya aidha ya hatua ya kitambulisho chako kwenye maandalizi, au yule ambaye bado utapewa utaratibu wa namna gani unaweza kufanya. Lakini wale ambao wameweza kufika hapa, ni kupongeza sana mkurugenzi mkuu, kwa sababu utaratibu ulioutumia kwa mashine hii, unaona mashine hii inakueleza hapa ofisi ya uhamiaji, kama jambo lako liko unaenda, kama jambo lako lipo kurejesha kitambulisho, lakini pia kama una huduma nyinginezo unabonyeza kuangalia namba ya kitambulisho, alama za vidole au picha au marekebisho ya taarifa. Kwa hiyo taarifa hizi zote zipo na unabonyeza tu huduma unayoitaka, alafu mashine inakujibu kama jinsi ambavyo unataka. Kwa hiyo unapewa risiti yako kama hivi hapa, ili uende kwenye deski husika. Kwa hiyo ni mambo ya teknolojia ya kisasa. Hatuna budi kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia kumpongeza mkurugenzi mkuu pamoja na watumishi wote katika ngazi zote kwa utaalamu wa kiteknolojia na kuongeza kasi ya kuwahudumia wananchi. Hii ni moja ya kasi ambayo inafika, kama mtu umefika Pasco Mayala na umetangulia umewakuta wengine, basi wewe unapewa namba ili uende ukapange kwenye deski husika, eneo lenye huduma mahususi, unahudumiwa na unawahi nyumbani. Kwa hiyo hii fursa nitoe rai, na kwa sababu ndio waziri mwenye dhamana, mbali na kuwepo na huduma hizi za wilaya zetu, nitoe agizo kwa mkurugenzi, angalia kwenye bajeti zako na utaratibu wowote ambao tutaufanya, ili zoezi nimelipenda, tuwe na hizi kliniki katika maeneo ambayo yana watu wengi zaidi. Kwa mfano Dar es Salaam, umefanya leo Sabasaba, pengine kawa na uendelevu, sio tu tarehe 7 ya kilele Pasco Mayala, pengine mpaka tarehe 13, lakini pia siku ambayo tunakuja kufunga, na baadaye angalia Mwanza, Arusha, nenda Tanga, nenda Zanzibar, nenda pia wapi, Mbeya, kwenye majiji na maeneo mengine, pamoja na upande wa Tanzania Zanzibar, ili huduma hii kama jinsi lilivyo tenti hili, tengeneza iwe special program ili watu waweze kupata huduma kwa haraka zaidi. Kuna mwingine anahitaji majawabu tu, anafika pale unapata, anarudi, tawe inakuwa imesaidia zaidi. Lengo letu kwanza kubwa ni wapongeze, hatua ya kupata NIDA ni hatua mojawapo kubwa na ya msingi ya ulinzi wa taifa letu. Maana tutatambua huyo ni raia,
au ni status gani, kama ni mlowezi au mkimbizi, kila mtu atatafsiriwa. Kama ni mgeni mwekezaji atatambulika. Kwa hiyo tukimtambua, maanake tunaenda kutokomeza uhalifu kwa watu ambao tunaweza ni rahisi kutambuana. Kwa hiyo kama jinsi ambavyo NIDA mna jamii namba, lakini uhamiaji tuna deski na operation maalum ambao ni campaign inasema mjue jirani yako, lakini pia kwa vitambulisho sahihi, mojawapo kikiwa ni kitambulisho cha utaifa NIDA, na kule tuna kitambulisho cha mkazi kwa Zanzibar na NIDA ambayo ni kwa ujumla kwa taifa zima. Basi baada ya kusema hayo, ni wahamasishe wananchi waendelee kutumia huduma za taasisi yetu hii maalum ya NIDA, na watumishi wake wako tayari kuweza kuwahudumia. Palipo na changamoto, tuwasiliane kwa namba zile ambazo zimekwisha kutolewa kwenye jamii. Niwashukuru sana. Na kwa kauli hiyo ya waziri wetu wa mambo ya ndani Mheshimiwa Katambi, natumaini umesikia na umepata huo wito. Wewe uko nyumbani kwako, njoo upate hiyo jamii namba yako ya kitambulisho cha taifa. Hali hapa kwenye mlango wa kuingilia NIDA ni kama unavyoiona, yaani wananchi wengi mno wanajitokeza. Umebaki wewe tu kama hauna kitambulisho, njoo Sabasaba. Hapa mambo ni rahisi kama mteremko. Kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Sabasaba na PPR kwa siku hii ya leo katika banda la NIDA, ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi huu wa 7, siku ya Sabasaba. Kwa niaba ya Emmanuel Mungira na timu yangu ya PPR, naitwa Pascal Mayala. Asanteni na kwaheri.